Nzuri. Nashukuru. Bwana, karibu kwenye Faraja. Asante sana. Picha ni nyingi sana hapa Chege. Mambo ni mengi, kuna watu tulikopo nao, tulifanya nao kazi, tulifanya nao biashara, leo wametangulia mbele za haki. Nini unakikumbuka zaidi ukitazama picha hizi na tukio kubwa kama hili la Faraja Tasnia? Vitu ni vingi vya kukumbuka kwa sababu hawa ni wasanii wenzetu na wamefanya vitu vingi kwenye tasnia, wameacha alama zao, wameacha wapendwa wao. Kwa hiyo tunawakumbuka kwa vitu vingi sana, especially muziki ambao waliufanya au sanaa na alama ambazo wameacha. Tumeona hapa picha gani labda ukitizama unaikumbuka moment moja tu katika hizo picha unaweza kutuambia? Picha ninayokumbuka na moment ya kipekee kabisa ni picha ile pale Complex, anayefuatia ni Marehemu Vivi. Marehemu Vivi ndio mtu ambaye alipokea demo ya wimbo ambao umenitoa, demo ya wimbo wa Twenzetu. Alinipigia simu akanambia, Chege, tumepokea wimbo wako ambao haujamixiwa, ofisi nzima inaongelea wimbo huo. Kwa hiyo nilipofika, wakati naingia, nimeiona picha Marehemu Vivi. Picha ya kwanza ilionijia ni wimbo wa Twenzetu. Ilikuwa ni mwaka gani? 2006. Yes. Ngoma ambayo ilifungua milango ya Chege. Ndio ngoma ambayo ilionitoa kabisa kwenye tasnia. Pia ninataka kufahamu Chege, tukio kama haya, yeye kwako unatafasiri vipi kukusanya watu wote kwenye kapu moja? Huu ni upendo na swala la kukumbuka, sio kila mtu anaweza kukumbuka. Unaweza kukumbuka usiwe na moyo wa kutenda. Kwa hiyo mimi nawapongeza watu ambao walipata wazo hili, kwa sababu kinachofanyika hapa ni dua, na dini yetu ya Kiislamu inasema kitu pekee cha kumpa mtu aliyetangulia mbele za haki ni kumwombea dua, na ndio kinachofanyika hapa. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Pia hongera, tunaona mazoezi yanaendelea. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaona mambo bado pale inafanywa mazoezi, kuna Komando Jide. Watu wanasema kama Chigunda amepania Mwanza vile, yani kama Dar es Salaam haijamtosha. Hamna, tunajua tuna practice tuweze kupata kitu kizuri. Kwa hiyo watu wa Mwanza nafikiri watapata package kubwa sana tofauti na Dar es Salaam. Bongo Flava miaka 30 kwako na itafsiri vipi wachonga? Ni kitu ambacho kinawapa watu wengi faraja, kinawapa watu kuona kwamba kumbe bado tuna namba kubwa sana ya mashabiki, na sio kwa bahati mbaya. Watu ambao walikuwepo Mlimani City wameona kwamba ile namba sio ya kawaida. Mashabiki wale sio wa kawaida, ni mashabiki ambao unaweza ukajaribu kusema mimi sijakutana nao. Unajua zile una perform, watu wanajua kila wimbo wa mtu, watu wamekuja pale hawasubiri mtu special ili waweze kumsupport, wanasupport kila mtu anayekuja kuperform. Ni kitu different sana. Wakati unaingia pale Mlimani City Chege, na ukuta ule umati, nini kilikuwa kwenye akili yako? Kutama wale ni watu wazima, hakuna Gen Z pale, ni watu ambao wakati labda mnafanya harakati za muziki, wengine walikuwa wanasoma, lakini sasa hivi watu wana familia na maisha yao mengine. Ni crowd ya tofauti ambayo ilikuwa inakosa nafasi ya kuja kufurahi na watu wao. Kwa hiyo watu wametengenezewa mazingira ya kwamba na nyinyi mnatakiwa mkawaone watu wenu. Tokeni majumbani, tokeni makazini kwenu, kuna watu wenu kwa na muziki yenu. Kwa hiyo mimi nilifurahi sana. Kwa mnaamini iko, wewe mwenyewe ulikuwa unaamini kwamba inaweza jambo likawa kubwa kama hivi, simu zikaanza kuita, watu wakawa wanahitaji kila mkoa? Mimi nilikuwa naamini kwa 100% kwa sababu tulifanya kazi kubwa na watu walikuwa wanapenda muziki yetu na wapo. Kwa hiyo nilikuwa naamini itatokea kitu kama kile. Everywhere, kila mkoa tukienda itakuwa vile vile. Tunakwenda Mwanza, mazoezi yameanza. Nini neno lako kwa wana Mwanza? Tunawaambia nini wana Mwanza neno lako? Wategemee show nzuri sana. Wategemee vitu vya tofauti, wategemee creativity za tofauti. Shukrani. Thank you so much.